Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Katika moja ya habari ambazo zinaendelea sasa hivi kuhusiana na wimbo mpya wa Harmonize. Harmonize kama unavyojua ameweza kutoa hit song. Naweza kusema hivi kwa sababu katika wimbo mpya aliotoa, kwanza tunatazamia kwanza mafanikio ya Harmonize mpaka sasa hivi. Ngoma hii imeweza kuweka rekodi kubwa kama kwenye title au kichwa cha habari ilichoeleza hapo, ni kwamba imeweza kuweka rekodi kubwa kwenye mtandao wa YouTube. Siku ya jana kwa mara ya kwanza ngoma hii aliweza kuipakia katika kwenye YouTube na kwenye akaunti yake ilikuwa inasoma kama viewers 100,000 hivi, lakini kwa sasa hivi ngoma hii kumbuka ni official audio. Hii ni audio, naweza kusema ni lyric audio, ambapo ni maneno anaposti nyimbo, lakini sio video. Sio video, official video, bali ni lyric, maanake ni video inayoendana na maneno. Na katika upande wa YouTube rekodi aliyoiweka ni kwamba imeweza kushika namba 5, na ni nadra sana kuona Mtanzania kama Harmonize kufanya rekodi hii, kwa sababu tunaona anaifukuzia rekodi ya Diamond Platnumz, kwa sababu tunaona kwa sasa hivi Diamond na Rayvanny ndio wanaoongoza na kushika namba 1 katika akaunti ya YouTube, wakiwa namba moja on trending katika YouTube, na wakiwa ndio wa kwanza pale katika chati. Kwa sasa hivi ni kwamba video bado haijatoka, lakini inaonekana nyimbo hii inaweza ikafanya makubwa sana ndani na nje ya Tanzania, kwa sababu tunaona tayari imeweza kupakiwa katika digital platform zote. Na kama unavyojua ni kwamba Harmonize ni mmoja wa wasanii ambao kiukweli wanasifika kwa kuweka rekodi katika kila ngoma ambazo wanatoa. Kwa mfano ukizingatia uwezekano wa Harmonize kuchukua Grammy mwaka huu, inawezekana kwa sababu tunaona hajalala. Ni mtu ambaye anapambana na amekuwa akionyesha juhudi kila siku. Kwa mfano ukizingatia rekodi alizowahi kuziweka Harmonize, unaangalia katika ngoma 2 zilizopita. Kwa mfano unaangalia Furaha ambayo aliifanya yeye mwenyewe, na kwa sasa hivi nazungumzia ngoma hiyo ambayo ina jumla ya viewers milioni 6 katika mtandao wa YouTube. Lakini pia Furaha iliweza kushika namba 1 katika nchi 5 za Afrika Mashariki, ambapo nazungumzia Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya, lakini pia bila kusahau Demokrasia ya Kongo, lakini na nchi nyinginezo. Lakini pia hakuishia hapo. Harmonize hakukaa sana na wala hakupoa, akaweza kuachia ngoma nyingine ambayo inaitwa kwa jina la Me Too. Sasa hii yote ilikuwa ni kuweza kuwaweka mashabiki katika mkao wa kula na kufahamu ni misheni gani anayo, kwa sababu misheni iliyopo ya Harmonize mpaka anatoa ngoma na mzungu, nyimbo hii mpya, ni kwamba alianza kuimba na Abby Chams. Abby Chams naye pia ni mmoja wa wasanii ambao kiukweli wanaimba vizuri kwa accent ya Kiingereza, na ni wasanii wanaosifika kufanya vizuri katika karia yao ya muziki. Ni mwanamuziki mwenye sifa zote, na katika ngoma ya Me Too aliweza kufanya makubwa sana, na tunaona aliweza kuipaisha ngoma hiyo na kuweza kufanya vizuri nje ya Tanzania, kwa sababu tunaona imeweza kupokelewa kwa ukubwa, na kwa namna moja ama nyingine inaonekana haya ndio yatakuja kuwa matunda hapo baadaye. Sasa kuna mengi ambayo yamezungumzwa kwamba Harmonize anataka kuchukua Grammy. Yeye sio wa kwanza, hata pia Diamond alishawahi kuingia katika category fulani, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kushinda tuzo. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunaona ngoma hii ameshirikiana nani sasa? Nikisema rekodi kubwa, cha kwanza katika ngoma zote zilizotoka Tanzania ambazo tayari zimeweza kupakiwa katika mtandao wa YouTube, hakuna msanii kutoka Tanzania ambaye ameweza kufanya collab na msanii mkubwa kutokea nchini Marekani. Yani kwa maana hiyo ni kwamba Harmonize ndiye anakuwa msanii wa kwanza kufanya kazi mwaka huu 2025 na msanii kutoka kule nchini Marekani. Hapa nazungumzia Miri Benari. Miri Benari unaweza kuzungumza mengi sana kuhusiana naye. Kwa mfano
Ukizingatia ni kwamba Milly Benari alishawahi kufanya kazi na Diamond Platnumz katika nyimbo ya Baila. Ilikuwa ni bonge moja la ngoma ambalo liweza kufanya vizuri miaka ya nyuma. Sasa anapokutana na Harmonize na ameingia hadi kwenye trending, maana yake ni kwamba hii inaweza kumfanya Harmonize kuwa karibu katika anga za kimataifa, kwa sababu ukiangalia kimataifa wanaangalia unafanya kazi na nani, ngoma yako imehiti wapi na wapi. Lakini pia kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Harmonize ameshirikiana na mshindi wa Grammy, wa tuzo za Grammy za mwaka 2005. Yaani hapa yeye anatafuta Grammy, lakini sasa anafanya kazi na msanii ambaye alishawahi kushinda tuzo hiyo mwaka 2005. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba Harmonize ni kwamba hapa hachezi na wala hacheki na wowote, kwa sababu ukiangalia yuko na mtu ambaye anaweza kumpa mbinu namna moja ama nyingine afanye nini ili aweze kufikia yale malengo yake. Sasa tunaona tayari ameshashirikiana na tayari humo ndani yule mwanamama ameweza pia alishawahi kufanya kazi na Kanye West, au sio? Ashafanya kazi na Kanye West, na hata ukiangalia kuna moja ya post ambayo aliposta akasema kwamba hii ni moja ya ngoma ambayo ilinisaidia mimi kuweza kumpatia Kanye West tuzo. Na kuna mmoja ama nyingine ni mwanamama ambaye anasifika kufanya kazi na wasanii wakubwa. Kwa hiyo Harmonize sasa hivi anavyoenda kushika namba moja on trending katika mtandao wa YouTube, maana yake ni kwamba anakuja kufuta ufalme wa Diamond Platnumz, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine sasa hivi anatengeneza njia yake mwenyewe kuhakikisha kabisa kwamba mwaka huu 2025 anaenda kuwa ni msanii international artist official, kwa sababu ukiangalia ana ukaribu mkubwa sana na wasanii ambao washakushinda Grammy, kwa sababu ukiangalia Burna Boy ni mshikaji wake kitambo, alishafanya kazi na yeye pamoja na Burna Boy nyimbo ya Kainama, ambao pia waliweza kumshirikisha Diamond mule ndani. Kwa hiyo tunaona kwa hii chemistry ambayo inaonekana sasa hivi ni kwamba Harmonize kwa ukaribu na Milly Benari ambaye pia ni Marekani mwenye asili ya Israeli inaenda kuleta impact kubwa sana. Tunaona numbers zinazidi kuongezeka, yani numbers zinazidi kuongezeka, mashabiki wanaonekana kuifanyia challenge kibao, lakini pia tunaona hata wasanii baadhi wanasema kwamba hii itakuwa ni ngoma ambayo kiukweli itakuja kufungua milango kwa Harmonize. Kwa hiyo nadhani katika hii rekodi ambayo ameweka Harmonize kufanya kazi na Marekani kwa mwaka 2025 inaweza kuja kumfungulia milango na kuweza kuchukua tuzo ya Grammy. Lakini pia istoshe ni kwamba ngoma ikienda viral, maana yake ni kwamba anapata connection na wasanii wakubwa, kwa sababu hata Jay-Z akiona kwamba Harmonize anafanya kazi na Milly Benari pia anaweza akampa nafasi pia kwa karibu, lakini pia kumsaidia kuchukua Grammy. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.